Inua imani yako, fanya maombi ya kutabiria mwaka 2026. Katika ulimwengu wa roho tunao mamlaka ya kusafiri kiroho na kupaendea popote ingali bado hatujafika. Inua imani yako, fanya maombi ya kinabii ya kutabiria mwaka 2026. Ndiyo, inawezekana. Kuna mambo ambayo unatamani yatokee kwenye mwaka 2026. Kumbuka neno la Mungu linasema kwamba tutakula matunda ya vinywa vyetu. Kwa maana yake kile unachokitamka ndicho utakachokila. Jitamkie baraka, jitamkie mema, uambie mwaka huo nini unataka kitokee. Hata kama hujui njia zitakuwaje, hata kama ukiangalia hali yako hujui itakuwaje, Mungu anafanyaga njia mahali pasipokuwa na njia. Muhimu tu kwako ni kuinua imani na kuweka imani kwake. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Hata kama hujui milango itafungukaje, hujui nani atakufikisha pale na kukusaidia, muhimu tu kila unalolitamka litamke kwa imani. Kila unachokitamka usitamke tu kwamba umetamka, tamka kwa imani na itakuwa kwako kama ulivyotamka. Mungu anasema nasi kwenye kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza. Tunaona kwamba Ezekieli anatazama, anaonyeshwa bonde limejaa mifupa, nao ni mifupa mikavu kabisa. Mungu anamwambia kwamba itabirie mifupa hii. Hii mifupa inaweza kuishi tena. Hii mifupa inaweza kuwa jeshi kubwa. Na unao nafasi ya kumwambia Mungu na utabiria mwaka, hata kama kwa sasa si uoni, naona kama mwaka si uelewi, naona kama giza, lakini katika imani unaweza kuambia mwaka nini kitokee. Unaweza kuambia mwaka nini kisitokee. Pengine 2025 kuna maumivu umepitia, pengine maumivu ya kiuchumi, ya kimahusiano, ya kiafya, ya kindoa na maumivu mengineyo. Kuna magumu yamepitia kwenye mwaka huu. Kuna mambo ambayo ulikuwa unatamani Mungu akusaidie lakini hujayaona. Unao nafasi ya kuambia mwaka nini unataka kitokee. Yako maandiko ya kinabii yanaonyesha Mungu anaweza kutenda jambo mbele yako. Mungu anaweza kukutendea jambo hata kama wewe hujapafikia hapo. Kitabu cha Isaya sura ya 45 mstari wa 2, nitakwenda mbele yako. Anasema Mungu atakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paluza. Anasema kwamba nitaivunja milango ya shaba na kuta za mapingo ya chuma. Mungu anao mamlaka, anayo nguvu ya kupaendea mahali ambapo hata kama hatujapafikia, kwa imani anaweza kutupeleka hapo na kutufungulia njia na kutufanyia njia mahali pasipokuwa na njia na kutuonesha mambo makubwa na mazuri. Lakini pia kitabu cha Kutoka sura 28 mstari wa 12, Bwana atakufungulia hazina yake nzuri. Anasema nayo ni mbingu kwa kutoa mvua ya nchi katika wakati wake. Kumbe Mungu anaweza kutufungulia hazina yake nzuri. Mungu anaweza kutufunulia mambo mazuri aliyotuandalia. Nami nakutabilia Mungu akakusaidia 2026 ukaone mambo makubwa yakitokea ndani yako. Wewe ambaye ulikuwa unahitaji kazi, ulikuwa unahitaji kupanda kiuchumi, ulikuwa unahitaji uponyaji, 2026 pokea uponyaji. Ulikuwa unahitaji ndoa, Mungu akupe kibali, pokea kibali cha ndoa katika jina la Yesu. Wako watu ambao niliwatabilia mwaka jana na mwaka huu wamenipa shuhuda, Mungu akiwatendea mambo makubwa. Wako watu ambao tulifanya maombi haya ya kutabiria mwaka kama kawaida tu, kama utani, lakini Mungu akayatenda yale mambo katika mahali ambapo akili zetu zilisahau. Alafu baadaye tunakuja kukumbuka, kumbe tuliomba, kumbe tulimwambia Mungu tunaomba utusaidie, kumbe kuna mahali tuliutabiria mwaka. Wakati mwingine andaa karatasi yako ya maombi ya mwaka 2026, andika yale mahitaji yako ambayo unatamani Mungu akusaidie, na Mungu ni mwaminifu, atakusaidia. Mungu ni mwaminifu, atakuvusha, atakupatia haja moyo wako, na utaona ukuu wa Mungu na wokovu wa Mungu katika maisha yako. Mungu ni mwaminifu, Mungu atakusaidia, Mungu atakupigania. Nina hakika na huyu Mungu hajawahi kumwacha mtu, na hakika na huyu Mungu hajawahi kumsahau mtu. Kila ambaye anamtumaini Mungu anamuona, kila ambaye anamtumaini Mungu anamsaidia. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu kuliko vile ambavyo tunafikiria. Mungu anatuwazia mema kila wakati. Biblia anasema kwenye kitabu kile cha Isaya 40 mstari wa 31, anasema bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kumbe kuna namna ambayo wamngojao Bwana wanatumaini. Kumbe unatakiwa kuweka imani kwa kumgoja Mungu. Mgoje Mungu, lakini pia tumia kinywa chako vizuri. Tumia kinywa chako vizuri. Tabiri. Unaona nini mbele yako? Tabiri, jitabirie. Nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kabla hujatabiliwa, unao nafasi na wewe mwenyewe wa kujitabiria. Vile ajionavyo mtu ndivyo anavyokuwa. Unajiona nini? Unajionaje 2026? Unaona kazi yako itakuwaje? Unaona ndoa yako itakuwaje? Mahusiano yako itakuwaje? Afya yako itakuwaje? Uchumi wako utakuwaje? Elimu yako itakuwaje? Watoto wako watakuwaje? Wajukuu zako watakuwaje? Familia yako itakuwaje? Unaweza kutabiri, unaweza kumwambia Mungu hata kama hujui itakuwaje, hata kama kwa mwaka huu hujaona mpenyo, hujaona mlango, lakini kile ulichokikiri, kile unachokitamka kitatokea.
Kitatokea, kitatokea. Mungu ni mwaminifu. Yeye ulituma neno lake na neno lake haliwezi kuja bure, lazima lirudi na matokeo. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, anza kuutabiria mwaka sasa. Anza kuombea kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi Disemba, yani kuanzia Januari, semesha Januari, semesha mwezi unaofuata mpaka Disemba. Semesha miezi yote, iambie. Na kuna mambo ambayo unatamani Mungu akusaidie, ambia Mungu, mwambie Mungu, naomba mwaka huu unaokuja, Mungu naomba unipatie hiki, naomba unisaidie kwenye hiki. Mungu natabiri nikawe kwenye eneo fulani, natabiri nikapate kitu fulani. Kama Bwana ishivyo, utanipa ushuhuda. Kama Bwana ishivyo, wewe nayeomba na wewe kwenye maombi haya, uliyefungua klipu hii, uliyeinua imani yako ukasema ngoja nimsikilize tu mtumishi, ngoja nisikilize tu, ili neno halitapotea bure. Ni neno la kinabii, ni neno lenye unabii wa maisha yako. Ninakutabilia kama Bwana ishivyo. Natabiri kama nabii wa Bwana, kama mtumishi wa Bwana, kama kuhani wa Bwana niliyepakwa mafuta, ya kwamba wewe ambaye umejiconnect na clip hii, wewe ambaye umejiconnect na sauti hii, kwa imani yako, mwaka 2026 Mungu akakutana na haja ya moyo wako. Hiyo haja ya moyo wako ambao unasema Mungu, itawezekana kweli? Itakuwaje? Mungu anaenda kukusaidia. Mungu anaenda kutenda jambo jipya. Mungu anaenda kukuvusha. Mungu anaenda kukupigania. Mungu anaenda kukutetea. Mungu anaenda kukupatia haja ya moyo wako, anaenda kukupa tulizo la moyo wako. Haijalishi kwa miaka mingine nini kilitokea, lakini nauona mwaka 2026 kuwa ni mwaka wako, kuwa ni mwaka wenye majibu yako, kuwa ni mwaka wenye faraja ya Mungu kwenye maisha yako, na Mungu akupatie sawa na haja ya moyo wako. Anza kuomba pamoja nami sasa. Bwana, tumekuja, tunakamata mwaka 2026 na ukamata mlango wa mwaka, na kamata kwa jina la Yesu Kristo aliye hai ule mlango wa mwaka, lile limbuko la mwaka, ule mwezi wa kwanza na usemesha sasa. Nasemesha lango la mwaka, nasemesha lango la mwaka, nasemesha limbuko la mwaka 2026. Wewe mwezi wa kwanza umebarikiwa kwa ajili ya mtu huyu, umeandaliwa kwa ajili ya kumletea mtu huyu milango ya baraka, umeandaliwa kwa ajili ya kumletea mtu huyu taarifa njema. Nasemesha lango, ewe limbuko la mwaka, ewe limbuko la mwaka, ninakusemesha kwa jina la Yesu, nakusemesha kwa jina la Yesu. Mwezi wa kwanza wa mwaka 2026 umebarikiwa. Mwezi wa kwanza wa 2026 umebarikiwa. Hata kama wengine wanasema ni mwezi mgumu, wanasema ni mwezi ambao watu wanaonaga nyakati ngumu, Mungu akutetee. Mungu akuinulie watu waliobeba majibu yako, waliobeba hatima yako. Mungu akuletee mtu kutoka mahali popote atakayeleta majibu mazuri kwenye maisha yako. Akuletee watu waliobeba baraka zako, akuletee uchumi wako mzuri, akufungulie milango ya heshima. Pokea kwa jina la Yesu. Kama unaamini, pokea kwa jina la Yesu. Kama unaamini, pokea uponyaji wako, pokea muujiza wako, pokea kibali chako, pokea mwanzo mpya wa mwaka, pokea kibali kipya cha mwaka katika jina la Yesu. Tunakataa taarifa mbaya mwezi wa kwanza, tunakataa taarifa mbaya mwezi wa pili, tunakataa taarifa mbaya mwezi wa tatu, tunakataa taarifa mbaya mwezi wa nne katika jina la Yesu. Tunakataa taarifa mbaya mwezi wa tano, na kataa taarifa mbaya mwezi wa sita, na komboa miezi sita yote ya mwanzo ikombolewe kwa jina la Yesu. Ule muhula wa kwanza wa mwaka uwe umebarikiwa kwako, uwe umebarikiwa kwako, uwe umebarikiwa kwako, uwe umebarikiwa kwako, na kupeleka kwenye njia yako. Na tabiri kwa jina la Yesu, miguu yako iende mahali ambapo utaona ramani ya maisha yako. Na iombea miguu yako itembee kwenye ramani yako, usitembee kwenye ramani ya mtu mwingine, usitembee kwenye ramani ya watu wengine. Nenda kwenye ramani yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na kusukuma katika ulimwengu wa roho. Nenda kwenye ramani yako kwa jina la Yesu. Kuna aibu ulipitia 2025, naifuta mbele yako isiendelee. Kuna magumu uliyapitia 2025, na kuombea 2026 usiyapitie. Kuna kukwama, kuna kuumizwa, kuonewa, kuachwa, kukataliwa ulipitia 2025, 2026 usipitie. Na ikomboa miura yote ya mwaka, na komboa miura yote ya mwaka. Yeyote aliyekuwa msimamizi kukutesa, yeyote ambaye aliandaliwa na shetani kukuumiza, ninampiga kwa jina la Yesu, namfunga kwa kamba fupi, asivuke na mwaka pamoja na wewe. Yoyote ambaye aliandaliwa na adui ili kukufunga, ili kukuonea, tunaharibu kila mahali pake, tunaharibu kila makao yake, kila anapoketi ili kukutesa ashindwe kwa jina la Yesu. 2026 na kutabiria uwe ni mwaka uliokubaliwa, uwe ni mwaka wa Bwana, uwe ni mwaka wa Bwana, uwe ni mwaka mzuri, uwe ni mwaka wenye baraka, uwe ni mwaka uliyebeba majibu ya mtu mmoja, uwe ni mwaka uliyebeba heshima kwenye nyumba ya mtu huyu. Na itabiria nyumba yenu na nyumba ya familia yenu ikapokea taarifa njema. Kuna watu familia yenu ikikusanyika, imekusanyika kwa magonjwa, imekusanyika kwa misiba. Na tabiri kwenye familia yenu, kwenye nyumba yenu, kama nabii wa Bwana, kama mtumishi wa Bwana, mkakusanyike kwa ajili ya taarifa njema, mkakusanyike kwa ajili ya watu wakifunga ndoa, mkakusanyike kwa ajili ya watu wakifaulu masomo yao, mkakusanyike kwa ajili ya taarifa njema za baraka, ili mkifurahia utukufu wa Mungu. Na tabiri kwa jina la Yesu, Mungu akuvike heshima. Kuna aibu ambayo uliipitia, kuna aibu
kukabili, umejikatia tamaa, na kutabiria kama mtumishi wa Bwana, kama imani yako ilivyoinuka, pokea kibali na mafuta ya kukubalika kwa jina la Yesu. Pokea kibali na kukubalika katika jina la Yesu. 2026 naita watu wako muhimu, naita watu muhimu, kutana nao kabla mwaka hujaisha huo 2026, ukapokea taarifa za kwenda mahali pa heshima. Watu naona wanaenda kusafiri kwenda mipaka ambayo hawajawahi kuifika. Naona kuna watu wanaenda kupata kibali cha kupokea visa. Naona kuna watu wanaenda kupata kibali cha kupata ndoa nzuri ya heshima. Naona kuna mashera yameandaliwa ya heshima. Naona kuna suti za heshima zimeandaliwa. Naona kuna usafiri wa heshima umeandaliwa kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Naona kiwanja na nyumba nzuri imeandaliwa kwako. Naona umaliziaji wa nyumba unakuja mbele yako. Naona uzao mzuri ukija kwako katika jina la Yesu. Mungu akiyafungua maisha yako, Mungu akifuta uchungu uliopitia, akifuta aibu uliopitia. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Natabiri na hii neema iwe kwako kwa jina la Yesu, na huu utabiri uwe juu yako kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kukuvisha kilemba cha heshima. Mungu anaenda kukuvika kilemba cha heshima. Pokea mwaka wako wa baraka. Pokea mwaka wako wa baraka. Ukaufurahie mwaka kabla hujaukanyaga. Ukaufurahie mwaka kabla hujauishi. Na ikomea ile miezi 6 ya mwisho. Ile miezi 6 ya mwisho iliyobakia, na ikomoa kwa jina la Yesu. Na komoa kwa damu ya Yesu. Mungu akusaidie kuanzia mwezi wa 6 mpaka wa 12 ukawe ni mwezi uliokubaliwa, ukawe ni mwezi uliobarikiwa. Kila mipango ya shetani anayoipanga isifanyikiwe, tunaiondoa. Ondoa kila maroho ya ajali, ondoa kila roho za mauti, taarifa za misiba tunazifuta. Wengine mlifiwa na watu muhimu mwaka 2025, na kuombea ulinzi kwenye familia yako, na kuombea ulinzi kwa ndugu zako, na kuombea amani ya Mungu iwe juu yako. Mungu akuinulie watu wapya, Mungu akuinulie watetezi, Mungu akuinulie watu wa kusimama na wewe, Mungu akuinulie watu wa kukupenda na kukuheshimu, Mungu akuinulie watu wa kukuthamini. Pokea kibali cha sura, pokea kibali cha sura, pokea kibali cha mwaka, pokea kibali cha mwaka, ukakubalike kila mahali, ukapendwe kila mahali, ukaonekane kila mahali. Pokea heshima kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, fedha na uchumi ufunguke kwako, milango ya uchumi ifunguke kwako. Mungu akusaidie, Mungu akupe utulivu wa kiroho, Mungu akupe nguvu za maombi, Mungu akupe nguvu za kumpenda yeye na kumsogelea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuombea Bwana akusaidie, nguvu za Bwana zikufunike na ulinzi wa Mungu uwe juu yako. Wewe ni mbarikiwa na mtu wa thamani kubwa. Mungu anakupenda na anakuazia mema. 2026 ni mwaka uliokubaliwa na Bwana juu ya maisha yako kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya Malamba Mawili. Na hakika maombi haya sio maombi ya kawaida, ni maombi ya kinabii. Maombi ya kinabii ni maombi yanayotakiwa yapokelewe kwa ufunuo mkubwa. Ni maombi yanayotakiwa yapokelewe kwa ufunuo mkubwa. Yaombe maombi haya mara kwa mara mpaka tarehe 31. Yani mpaka tarehe 31 yaombe maombi haya mara kwa mara. Alafu utakuwa na maombi mengine sasa ya kuupokea mwaka, maombi mengine ya kuendelea kuishi mwaka na kukamata mwaka. Mungu atakusaidia. Unatamani kuendelea kupokea vipindi vya kiroho? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niambie kama kuna ushuhuda umeona Mungu akikuhudumia katika maombi haya. Niambie, mtumishi wa Mungu, nimesikia Mungu akinifungua na kunihudumia. Au unahitaji maombi zaidi, au unahitaji tuendelee kukuhudumia zaidi? Karibu kwa namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Kumbuka namba WhatsApp, andika jina lako na kile ambacho unahitaji nikuhudumie. Lakini pia unasikia maombi haya yamekuvusha, unatamani upande mbegu, unatamani uachilie sadaka yako ya mbegu ya kupokea unabii, sadaka ya mbegu ya kupokea unabii. Unaweza ukachukua namba hiyo iliyoandikwa sadaka au namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp na jina litatoka Godwin Ndelwa. Achilia sadaka yako ya mbegu ya kupokea unabii huu. Unasema, Mungu, naomba kama yanavyoomba maombi haya, ninavyoomba kwa siku zote hizi huku nausubiria mwaka, ikawe kwangu. Sadaka ya mbegu ni chochote kile. Unasema, Mungu, ninapanda, ninapokea neno hili, nalipokea kwa imani, nalichukua liwe la kwangu, liwe juu ya maisha yangu. Na hata kama hujabarikiwa, bado unao nafasi ya kuinua imani yako na kupokea ujumbe huu, na utakuwa kwako katika jina la Yesu. Mitandao ya kijamii andika maombi ni dawa au maombi tiba. Mungu